Yes, ni time ya kupeana zile taarifa za kimichezo, mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani, na kusihi gusa tu neno subscribe kama wewe ambaye hujasubscribe, ili uwe wa kwanza kuzipata zile taarifa zetu zote za kimichezo. Kisha subscribe channel hii, kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo katika simu yako ya mkononi. Hivyo subscribe kwa sasa ili uwe mwanafamilia wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Karibu sana. Kumbuka tuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Taarifa zote tutazipata hapa kama tulivyofanya katika dirisha dogo la usajili, kukuletea taarifa zote hivyo, na kwenye dirisha kubwa la usajili taarifa zote pia utazipata hapa. Cha kufanya gusa tu neno subscribe, alafu kama mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, na wewe utakuwa wa kwanza. Utanufaika na Watanzania, maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii kwa ukaribu kabisa. Bwana, karibu sana, na taarifa ambayo tumekuandalia leo ni taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba ambayo inamuhusu beki kisiki ama beki ambaye mwenye uwezo mkubwa ndani ya klabu ya Simba, Rashid Diloki, ambaye Simba walimtoa kwa mkopo kutoka Mamelodi Sundowns. Taarifa ambazo zimeshtua mashabiki wa klabu ya Simba kwamba Rashid Diloki huenda akaondoka ndani ya klabu ya Simba kurejea kunako klabu ya Mamelodi Sundowns katika muda wowote kuanzia hivi sasa, kutokana na Mamelodi Sundowns wanamhitaji mchezaji wao, lakini Simba bado hawajachangamkia dili hilo, wakisha kwamba wanamshawishi Rashid Diloki kusalia ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, jambo ambalo huenda likawanyong'onyesha mashabiki wa klabu ya Simba kutokana na uwezo wa beki huyo raia wa Afrika Kusini ambaye alisajiliwa na kocha Fadlu Davids ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kitu cha kushangaza bado ni kwamba Simba wanashindwa kulinda wachezaji wao muhimu. Tulishuhudia pia Jean Charles Ahoua, Steve Desemkwala, wote hao wakiondoka ndani ya klabu ya Simba. Kuna namna Simba wanatakiwa walinde wachezaji wao ambao ni bora. Hivi sasa Rashid Diloki anahitajika ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns, na Simba wapo tayari kumwachia, lakini Simba bado wameshindwa kumshawishi kubaki ndani ya klabu hiyo, kama walivyoshindwa kuwashawishi wakina Jean Charles Ahoua, wakina Steven Desemkwala, pamoja na kocha Fadlu Davids. Wote uongozi wa Simba ulishindwa kuwashawishi wachezaji hao, lakini hivi sasa taarifa zinasema kwamba Rashid Diloki, ukuta wa Yeriko ndani ya klabu ya Simba, huenda akarejea kunako klabu yake Mamelodi Sundowns muda wowote kuanzia hivi sasa ama mwishoni mwa msimu huu, na Simba mpaka sasa bado hawajampa mkataba wa kudumu ndani ya klabu yake hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa, kwa sababu ulikuwa ni mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja, na ameonyesha ubora mkubwa, lakini bado Simba hawajafungua moyo kuosha kwamba wanamwongezea mkataba mpya Rashid Diloki ambaye ametengeneza pacha nzuri katika eneo la backline ndani ya klabu ya Simba. Hizi ndizo taarifa ambazo hupaswi kuzikosa mtu wangu. Cha kufanya gusa neno subscribe, alafu mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Leo tulikuletea taarifa hii hapa. Rashid Diloki anarejea kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns baada ya mkataba wake wa mwaka mmoja kuelekea kuisha, na Simba mpaka sasa bado hawajazungumza lolote juu ya kurenew mkataba mpya na beki huyo raia wa Afrika Kusini ambaye alisajiliwa na kocha Fadlu Davids, ambaye Fadlu alishaondoka ndani ya klabu hiyo
ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri tuone kwamba Simba watampa mkataba wa kudumu Rashid Luki ndani ya klabu ya Simba, ama watamuacha aondoke na ubora wake ambao ameuonyesha ndani ya klabu ya Simba. Ni hao tu mtu wangu ambao tumekuletea hii leo. Na kusihi tu, kama huja subscribe channel hii, subscribe mtu wangu, ili usipitwe na taarifa zote ambazo sisi tunadondosha humu ndani. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupa zile update zote ambazo zinaendelea. Cha kufanya, gusa tu neno subscribe, alafu kama mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yani notification, na wewe utakuwa wa kwanza kuzipata zile taarifa zetu zote, hususan masuala ya kimichezo. Na tunaelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Kila taarifa ya usajili wa Simba, Yanga, sisi utakudondoshea humu ndani, hatuachi hata chembe. Hivyo kama mkao wa kula kwa kugusa neno subscribe, alafu kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Leo tulikuletea taarifa hii hapa kwamba Rashid Luki anarudi kunako klabu yake ya Mamelodi Sundowns baada ya mkataba wake wa mwaka mmoja kuelekea ukingoni, na mpaka sasa Simba hawajafungua mazungumzo juu ya mkataba mpya ndani ya klabu hiyo, na hii huenda ikawaathiri sana Simba kutokana na ubora wa Rashid Luki katika muda huu ambao amechezea klabu ya Simba. Amekuwa na ubora mkubwa katika eneo la ulinzi, lakini mpaka sasa Simba hawajafungua mazungumzo yoyote ya mkataba, na mkataba wake wa mwaka mmoja wa mkopo unaelekea ukingoni. Huenda tukamwona kirejea kunako klabu ya Mamelodi Sundowns kama Simba hawatakuwa serious juu ya kumongezea mkataba mbeki huyo.